Karibu Tuzo Online, kwa sababu inakutanisha timu za madaraja mawili tofauti na inakutanisha timu yenye ubora wa hali ya juu, lakini kama haitoshi yenye uzoefu mkubwa dhidi ya timu isiyokuwa na uzoefu mkubwa katika mashindano mbalimbali. Lakini kwenye mpira wa miguu dakika 90 za mechi husika ndizo zinatofautisha ubora wa mpinzani na udhaifu wa mpinzani. Inategemea siku hiyo mpinzani wako atakuja na mbinu gani bora kukuzidi. Inategemea siku hiyo wachezaji wa timu pinzani watakuja wamejipanga namna gani kuja kuamua mchezo huu. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club tunaichukulia mchezo huu kwa ukubwa wake ule ule, kana kwamba tunakwenda kucheza mchezo mwingine mkubwa. Na nyote mnafahamu ya kwamba tulikuwa tuna mchezo tarehe 8, kwa hiyo nguvu yote tunaielekeza tarehe 11 dhidi ya TMA. Hatuichukulii poa, kwa sababu sisi wenyewe Simba tumeshawahi kukutana na surprise kama hizo katika michuano hii ya kombe la shirikisho. Lakini kama haitoshi, moja kati ya mkubwa mwenzetu amefanyiwa na yeye surprise dhidi ya timu ya madaraja ya chini. Kwa hiyo hatuna budi sisi kujipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunakwenda kupata matokeo mazuri mbele ya TMA na kwenda hatua inayofuata. Tuna muda mrefu hatujapata mafanikio kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Mafanikio yetu makubwa yamekuwa ni kuishia hatua ya nusu finali kwa miaka 2 mtawalia, na mara moja tukatolewa hatua ya 16 bora dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo mwaka huu tumedhamiria kwenda kufanya vizuri katika kombe hilo, na ili tufanye vizuri kwenye kombe hilo ni lazima tuwe na matokeo mazuri kwa mchezo wetu dhidi ya TMA. Vijana wetu wote wako vizuri. Tulikuwa na majeraha ya wachezaji wawili, Shema Lonfondo pamoja na Musa Pinpin Kamara, lakini wanakwenda vizuri. Itakuwa ni jukumu la mwalimu Fadlu kuwapa nafasi ama kuacha wapumzike zaidi, lakini wote kwa wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho dhidi ya TMA. Amani ipo ndani ya kikosi baada ya kukosa dabi? Amani ipo, imetawala. Sisi ni timu kubwa na always huwa tuna focus mbele. Tunapomaliza jambo moja, either tumemaliza kwa mafanikio ama hatukumaliza kwa mafanikio, lakini kwa haraka tunaangalia kilicho mbele yetu. Hatuna muda tena wa kuwaza cha tarehe 8 kwa sababu tayari kina circumstances zake. Sasa kilicho mbele yetu ni mechi ya tarehe 11. Wachezaji tumewaambia wahamishie nguvu na akili kwa mechi ya tarehe 11, kwa sababu ndio kitu muhimu ambacho kinashikika kiko mbele yetu. Mechi haikuchezwa Jumamosi. Ikipangiwa muda mwingine mtacheza? Kwenye hili sakata sisi kama Simba Sports Club ama sisi Simba Sports Club tayari tumeshatoa msimamo wa klabu. Tarehe 7 ya mwezi huu wa 3 tulitoa taarifa kwa umma ukielezea msimamo wetu kama Simba, na huo unabaki ama unasimama kuwa ndiyo msimamo wetu. Lakini siku moja baadaye bodi ya ligi na wenyewe wakatoa maelekezo, na sisi Simba Sports Club sasa hatuna budi kuheshimu maelekezo yaliyotolewa na bodi ya ligi. Na baada ya bodi ya ligi kutoa maelekezo yale, sisi hatuna cha kuongeza tena zaidi ya kusubiri maelekezo. Katika maelekezo ya bodi ya ligi yanaweka wazi ya kwamba mchezo wetu utapangiwa tarehe nyingine. Kwa sisi tunasubiri tarehe nyingine twende tukashiriki mchezo huo, lakini hatuna kingine chochote cha kuongeza wala cha kupunguza, kwa sababu mamlaka halali ya kusimamia na kuendesha mpira wa Tanzania ama ligi ya Tanzania tayari imeshatoa ufafanuzi na imeshatoa maelekezo. Ahmed, mmemwona jana mtani Bunju, basi unaona? Ya, tumeona, hatujui lengo lake hasa lilikuwa nini. Tunajaribu kufuatilia tuone walichokuwa hasa wanakitafuta kule. Tukishajua walifuata nini uwanjani kwetu, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema ya umma, na nadhani kila mmoja aliona.
usiku wa tarehe 7 ama tarehe 8 alfajiri, unaweza ukaita hivyo, Simba tulitoa taarifa ya umma na kila mwana Simba akaiona taarifa ile. Ule ndiyo msimamo rasmi wa klabu yetu ya Simba, na kile ndicho kitu halisi ambacho Simba Sports Club kimetokea. Kwa sasa Simba hatutaongeza wala kupunguza wala kuongeza maelezo mengine baada ya kutoa taarifa ile. Ile ndiyo taarifa yetu rasmi, ndio alfa na omega, tumeshamaliza. Lakini bodi ya ligi na yenyewe tayari imeshatoa taarifa kuhusiana na sakata lile. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu mamlaka ya waendesha mpira wa Tanzania na tunafuata maelekezo ya mamlaka. Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi ya kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe 8 utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ambao ni watu smart na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka, jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya, na tayari bodi ya ligi ambayo inaongozwa na viongozi waadilifu, viongozi makini, wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania, wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi jukumu letu la msingi, taifa kubwa Simba Sports Club, ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Na kwa sasa tunaendelea na hiki ambacho kiko mbele yetu. Ambacho kiko mbele yetu ni mechi ya tarehe 11, mechi ya tarehe 14, mechi ya tarehe 2, hapo nazungumzia robo finali ya kombe la shirikisho Afrika, na mechi ya tarehe 9 robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Haya kwa sasa ndiyo vipaumbele vyetu kwa sasa. La tarehe 8 tunasubiri maelekezo kutoka bodi ya ligi Tanzania. Ahmed, jana ndo cha wao kuja kwenye uwanja wenu pale Bunju jana. Hatujajua dhamira yao ilikuwa ni nini kuja. Dhamira yao wanasema walikuja na timu yao. Vipi kipigwa pale pale, kwa sababu ile uwanja wao kwenu mmefanyia mazoezi vya kutosha. Kwa hiyo hamtakuwa na kisingizio tena cha kuwakimbia. Ndio dhamira yao ambayo walikuwa wanasema. Ndio dhamira ya wao kuja Bunju. Msemekana nimekuja na timu ilikuwepo mle. Bahati mbaya hawakuwakuta. Wengine wanasema kwamba ni utani tu wanataka kufanya ndio. Wanasema hamjawafungulia gate. Wabinyia. Kwa hiyo walikuja tucheze mechi. Sababu si kule saa 6 mchana. Mchana wajua kali. Mchana wajua. Sababu kama walikuwa na nia kweli tucheze mechi, muda wa mazoezi ni saa 10. Wangekuja saa 10. Kingepigwa. Kuja saa 6 ni magilini tu. Kumbe hawana hiyo nia. Nia hiyo hawana. Na nyinyi mliwaona wachezaji kwenye hilo basi? Basi limefunga vio, kwa hiyo huwezi kujua timu kujua wachezaji au hamna. Lakini dereva anaonekana anasema wachezaji wao. Si ndio nyinyi mliripoti kwamba baada ya wao kuondoka pale uwanjani tarehe 8 kila mchezaji aliruhusiwa? Walijikusanya saa ngapi wakaja Bunju? Ni kesho yake ilikuwa. Si ndio? Yaani walijikusanya saa ngapi? Wenyewe wanaosema basi ilikuwa na wachezaji. Kwa wangewakuta. Sasa mnaga mechi saa 6. Wao kama kweli walikuwa wanataka mechi saa 10, sisi ndio huwa tunafanya mazoezi Bunju. Angekuja saa 10. Ahmed, vipi tarehe kipango hivi karibuni ya nyinyi kurudiana? Sisi tuko tayari. Huo ndio msimamo wetu Simba Sports Club, na tarehe kisha pangwa, kanuni zikafuatwa, zikaheshimiwa, sisi wala hatuna shida. Sisi hatuna shida. Ni kikubwa tu apewe adhabu ambao waliofanyia kile kitendo. Msimamo wenu sio? Sasa tuwezi kuanza kufundisha bodi na mamlaka za mpira wa miguu. Wenyewe wanadai alama 3 na magoli 3 kwa nini kutofika uwanjani? Na hawataweza kushiriki mchezo wote. Dimeshasema kwamba kwenye hili hatuongezi chochote. Unajua hili jambo ni very tense, na lazima hata nyinyi ndugu zangu waandishi hili jambo ni tenge kweli kweli. Sio jambo la kulichukulia juu na kulichukulia kwa ushabiki. Ni jambo ambalo lina athari kubwa sana ndani yake. Ni jambo ambalo linagharimu
maisha ya watu, furaha za watu na kila kitu. Kwa sio jambo la kulichukulia juu juu, ni jambo very serious, ni jambo ambalo linahitaji hekima kubwa kulimaliza. Kwa hiyo ndio maana sisi tunaepuka kulizungumzia pasina kuwa na miongozo thabiti, na ndio maana tunasema taarifa yetu tuliyoitoa tarehe 7 usiku inajitosheleza, na taarifa waliotoa bodi ya ligi inajitosheleza, na sisi Simba Sports tunaifuata taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi. Semaji, mimi nina machache ambayo natamani kufahamu. Sijui kama wenzangu walishauliza au la. Nirudi nyuma. Naweza kusema hivyo kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia ile barua ambayo ilikuwa ikielezea namna ambavyo Simba haitashiriki mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mengi yanazungumzwa kwamba ilienda magari mawili, kulikuwa kuna mabm pale. Ukweli wa taarifa hiyo ikoje? Kwamba mlikwenda na magari mawili, moja lenye wachezaji na lingine ambalo linadhaniwa kuwa na wazee wa klabu ndani yake? Hatuna muda wa kujielezea. I'm very sorry Latifa Mpenja TV. Hatuna muda wa kujielezea. Tulikwenda kufanya mazoezi, tukashindwa kutimiza haki yetu kikanuni, kwa makusudi watu waliamua kufanya hivyo. Maelezo yote tayari tumeshaweka kwenye maandishi, na maelezo yetu tayari tumeshapeleka kwenye mamlaka husika kwa ajili ya hatua zaidi. Kwa huku nje mtu yote anayetaka kupata ufafanuzi basi arejee taarifa yetu kwa umma tuliotoa saa 7 usiku. Muhimu ni kwamba hatujaficha kitu, kila kitu tumekiweka wazi, na baada ya hapo sasa tunaanza kuishi maisha mapya ambayo tunaanza kuishi kuanzia sasa. Ni tarehe 11 tunaingiaje dhidi ya TMA, tarehe 14 tunaingiaje dhidi ya Dodoma Jiji, tarehe 2 tunakwenda kuchezaje na Al-Masri, na tarehe 9 tunakwenda kuvukaje kuingia hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho. Hayo ndiyo ambayo tunatazama hivi sasa. Haya mengine ya nyuma yote tumeshaachana nayo, tunasubiri maelekezo kutoka kwa watu makini bodi ya ligi Tanzania. Ni kweli Simba na Yanga hamnaga utaratibu wa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi? Hii ndio imekuwa kwa mara ya kwanza ikitokea hivi. Kanuni. Achana utaratibu, kanuni. Zimekuwa zikifuatwa. Kanuni. Wewe tuishi kwenye kanuni hapa. Tuishi kwenye kanuni. Semaji kuongeza hata nukta. Nimeeleza hili jambo msilichukulie kawaida. Ni jambo zito, ni jambo ambalo hata wale ambao wanalizungumzia pembeni wazungumze kwa umakini mkubwa mno, kwa sababu hili sio jambo la kawaida hata kidogo. Kwa hiyo ni vema kila anayezungumza, kama anataka kuzungumza basi ajue anazungumza nini, ili asilete madhara zaidi. Semaji, pengine utoe Aishi Salum Manula hapa kwa taarifa yake yote. Aishi bado hajatengemaa sana tangu aliposhindwa kusafiri wakati ule tukisafiri na timu, bado afya yake haijatengemaa vizuri, kwa hiyo anaendelea kupatiwa matibabu. Nini sasa kinamsumbua Aishi? Ni siri baina ya mgonjwa na daktari. Sisi kama klabu hatuwezi kuweka hadharani. Lakini msemaji, majeraha wachezaji ni kawaida kuweka hadharani. Tumeshaona wachezaji kadhaa ameonyesha fulani anaumwa goti, fulani anasumbuliwa, lakini kwa nini? Lakini mchezaji akisema naumwa goti ndio, lakini msiwaambie watu, hatusemi. Kwa Manula amesema msiwaambie watu kama naumwa. Hajatuambia. Ila nini ambacho kinafanya? Mpaka atuambie sasa. Akituambia waambieni naumwa 1 2 3 tutawaambia. Wachezaji wenu wote huwa wanasema lazima. Siri ya mgonjwa na daktari. Semaji, tumalizie pengine labda kwa kipekee, unaweza ukatoa labda pole kwa kila ambacho kimetokea kwa mashabiki wa Simba, lakini pia wa Yanga walioathirika kwa baada ya mchezo ule. Watu walitoa vingilio, wamelia, wengine wanasema sijui hela nini. Kupoteza maisha. Aliyepoteza maisha tunampa pole sana. Tunaipa pole familia yake na wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine, na familia ya mpira kwa ujumla imeguswa na kifo chake. Kwa mashabiki wa Simba tuwape pole sana kwa kile ambacho kimetokea tarehe 8, lakini lazima watambue kwamba kilichotokea tarehe 8 ni kwa maslahi mapana ya Simba yetu.
Kilichotokea tarehe 8 ni kwa heshima ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wala wasifikirie nauli zao, wala wasifikirie viingilio vyao, waifikirie Simba Sports Club. Ni maamuzi magumu, lakini kwa heshima ya Simba Sports, na sio heshima ya leo, ni ya heshima ya miaka 100 ijayo ilikuwa inatafutwa usiku wa tarehe 7 pale nje ya gate la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo lazima watambue hilo, ya kwamba heshima ya Simba Sports Club lazima ilindwe, lazima isimamiwe. Hii ni timu kubwa, hii ni timu iliyojipambanua kwamba ndio role model wa mpira wa Tanzania. Kwa hiyo lazima tuweke mstari sawa sawa. Kwa hiyo kwa wale wote ambao wamepata usumbufu, sisi tuwape pole, lakini wasijisikie unyonge, kwa sababu heshima ya mnyama imetamalaki. Semaji, kauli yako inaonyesha kama kuna kitu nje ya kuzuia kufanya mazoezi. Kusema mlikuwa mtafuta heshima miaka 100. Nadhani wengi kwa macho yetu kwa naamini kama mngecheza na kupata matokeo ilikuwa ni heshima kubwa kuliko mpira hiyo. Kuna heshima gani ambayo imefanya msicheze mechi? Tujiandae na TMA. Ndio jambo la msingi sana. Hata hilo pia liko mjini linazungumzwa sana. Sasa sisi hatuishi na vitu ambavyo viko mjini. Sisi tunaangalia maendeleo ya klabu yetu. Tukiondoshwa na TMA hapo, nafikiri itakuwa noma kiasi gani. Kwa hiyo lazima tuwekeze nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunamngoa TMA. Hamtaki aliyokutaza mafsiri. Tutaki aliyomkuta ndugu yetu.